Iwapo ungependa kuondoa vizuizi katika upande wa masuala yako ya kifedha, ni jambo ambalo umesumbuka nalo kwa muda na unashangaa maombi yako haijibiwi. La hasha, maombi inajibiwa. Ila kuna vitu ambavyo maombi peke yake haiwezi kufanya vikatimia. Inahitaji maombi pamoja na maarifa fulani yanayohitajika kukusaidia ili uweze kutimiza na kudhihirisha ile tamanio la moyo wako. So asubuhi ya leo nitakufundisha video hii namna ya kuweza kuondoa vizuizi na vikwazo vinavyozuia mambo ya hela kuingia katika maisha yako. Kuna watu mnaingiza pesa katika njia mbalimbali, lakini vile hela inatoka ikitumika si vile unavyotamani. Unajikuta umepata pesa nyingi kwa muda fulani, lakini hakuna kitu cha muhimu ambacho ni cha maana umepanga nacho na umefanyia. Hii video itakusaidia namna ya kutatua jambo hilo. Pia wale ambao pesa zimekataa kuingia, yani katika hali ya hela sasa imekuwa ni ngumu, haipatikani. Pia video hii itakuwa msaada kwenu, tawasaidia namna ya kuweza kuitumia na kuweza kufungua malango ya kifedha, kuondoa vikwazo na vizuizi vinavyozuia mambo ya pesa. Jambo la kwanza ambalo utajua kwa hii video ni kwamba ukijaribu video hii na iweze kufanikisha, basi tutashukuru Mungu pamoja tu, na Mungu tumpe utukufu kwa sababu hiyo maarifa imetoka kwake. Lakini pia ukijaribu video hii alafu haupati jibu, ukijaribu alafu haujaona kwamba imekusaidia, inamaanisha si yako. Inamaanisha kuna yule mtu mwingine ataweza kufanya na itamsaidia, ila wewe sasa itakubidi uzubiri uendelee kutazama video za Global Solution hapa katika Dr. Wilson Swahili Channel, maana mojawapo ya hizi video pia zitakutana na wewe. Inawezekana kwamba element yako haiendi na hii video, inawezekana yale mashaka na matatizo ya vizuizi vya fedha zako vinazidi maarifa ya hii video. Kwa hivyo endelea kutazama na kufuatilia video hizi hapa, utakuja kukutana na ile ambayo ina uwezo wa kukusaidia kutoa matatizo hayo. Jambo la kwanza, basi tafuta majani 7 ya jani za miujiza. Tafuta 7. Jambo la pili, tafuta asali ambayo ni kama glasi tu moja tu, asali imejaa hapa, itakusaidia. Jambo la tatu, tafuta mayai ya kienyeji 7. Mayai ya kienyeji 7. Sasa kile kitu utafanya, tafuta nyungu, kile nyungu mpya kadogo kale kakupika. Tafuta mpya. Utatengeneza nyungu, weke chini, utengeneze majani 4 ya miujiza, uyalaze katika nyungu. Uchukue mayai 3 ya kienyeji uweke juu yake, alafu uchukue majani 3 yaliyosalia basi ya miujiza uweke juu yake, ufunike mayai, na utafunika kifuniko bila kuongeza maji yoyote. Utachukua nyungu yako ama chungu chako uweke kwa moto, alafu upike. Basi wakati unapika, majani ya miujiza itatoa maji. Yale maji yatapika yale mayai kiasi ya kwamba mpaka vile yatakavyoiva. Utakapogundua ya kwamba maji yote yamekuwa drained kutoka katika majani ya miujiza, basi mayai itakuwa tayari imeiva. Sasa shukisha chini chungu chako, alafu uache ipoe. Wakati ambapo inapoa, unafungua, unatoa mayai, unaweka kwa kasani, alafu unatumia mayai kwa chakula. Unakula mayai yote peke yako. Aina ya huduma hii ya mayai aina hii si ya kushiriki. Usichukue yai moja alafu yai lingine unapatia mwingine, yai mwingine ati mko kwa umoja, hapana.
Ni wewe peke yako unatengeneza hii na unafanya hii. Utatumia mayai yote 3 peke yako. Ukishamaliza unachukua majani yale ya miujiza uliopika nayo mayai katika chungu kile, unaweka kwa mota, yani kinu. Alafu unachukua mabaki ya mayai yale, mabaki mafuniko zile za mayai, unaweka pale ndani, unaponda ponda, vinachangamana vyote. Vikisha changamana, tafuta kibeseni ama kitu kizuri, umwage ndani maji safi, alafu changanya hiyo vitu vyote kwa maji. Itageuka yote, maji yale utayaombea. Alafu utaomba moyo wako pale. Ukimaliza maji yale, utakuwa unachota kidogo, unamwaga kwa maji yako ya kuoga, unaomba maombi ya moyo wako. Wakati unamwaga maji ya kuoga, unachaza ndani kidogo, iende kwa siku 7. Itumike kwa siku 7. Utakuwa unachota kidogo, unamwaga kwa maji yako ya kuoga. Wakati unamwaga pale, kumbuka ile asali. Chukua kijiko kimoja, ongeza ndani. Maana ile asali iliyojaa glasi inatakana ikusaidie kwa siku 7. Nangu fanya vile kila siku. Usisahau maombi ya moyo wako. Usisahau kufungua moyo wako wakati unaoga. Mungu nisaidie hii recipe iweze kuniondolea vikwazo vya kifedha. Pesa zimekuwa zikija kutoka kushoto kulia, lakini kuna vitu vimefanyika. Labda nimepatia mtu akafunga, labda nimeenda na tabia mbaya ukazuia milango yangu. Nisaidie ili kwamba ifunguliwe tena. Basi utaomba Mungu. Baada ya kufanya vile, utaenda kwa siku 7. Ukimaliza, Mungu atakusaidia. Utaona mambo vile yatakuwa yamefunguka. Utaona kutakuwa na mabadiliko katika masuala yako ya fedha. Wala ambao mnapenda hata kununua vitu ambavyo si vya maana, Mungu atakurekebisha. Utaona tabia zako zinakuwa jimudu. Utakuwa na uwezo wa kujipata umenunua vitu ambavyo si vya muhimu na umeacha vitu vya muhimu. Si Bwana Mungu akusaidia unapo practice hii video ikusaidie. Isipokusaidia, usinitoe makosa, endelea kuongea, endelea kutazama, utakuja kupata ile ambayo imelingana na mambo ya matatizo yako na itakusaidia. Asante kwa kunitazama asubuhi ya leo. Mungu wa uzima awabariki, awape kibali na neema. Asubuhi njema iliyojaa matumaini. Amina, amina.